tutangwanja na utu wa kwanza yala mwanto Nairobi wechi karibu utu zenu miwechi longe Nomosoma alamu amto ande wa mdelungwanya nosoma itebila ni ande wa hotuba ya marehemu tarehe 13 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Maisha ya marehemu. Marehemu aliitwa kwa jina la Lohondo Pierre Sikabwe. Ni mtoto wa Abongolo Pierre wa jamaa ya Bashimindi Bashimase. Mama yake aliitwa kwa jina la Sangani Rafael wa jamaa ya Bolambo nyumba ya Bashimwenda mlango wa Bashalaka. Kuzaliwa kwa marehemu. Marehemu alizaliwa tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka wa 1996 huko Itombwe Tobangwa. Ndoa. Marehemu alioa mke wake anayeitwa Gisele mtoto wa Andoolo wa jamaa ya Basango Bashi mwene mangi Bashi yoba mwaka wa 2019. Watoto. Marehemu amezaa watoto watatu. Wawili ni wa kiume, mmoja ni wa kike. Masomo ya marehemu. Shule ya msingi. Marehemu amesoma shule ya msingi Nyarugusu kwenye shule ya msingi Mapendo na kupata certificates. Shule la sekondari. Marehemu amesomea kwenye College de la Charité akapata cheti cha diploma AD Technique Sociale. Kazi za marehemu. Marehemu alifanya kazi mbalimbali kama vile marehemu alikuwa montar, mwendesha pikipiki. Marehemu alikuwa mkulima. Marehemu alikuwa mcheza mpira. Marehemu alikuwa kocha wa ditatu. Marehemu alikuwa mwalimu wa nyimbo za kwaya kwenye seksio ujumbe sektere ya 4 Methodiste Uru. Marehemu alikuwa mwalimu wa kanisa kwenye sinagogi la Methodiste Uru kijiji cha B327.
miaka ya kuishi. Marehemu alifanya miaka 30 ya kuishi hapa duniani. Baada ya kuishi, yaani kujinyonga, marehemu amefariki, amejinyonga tarehe 10 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Nota bene, tumesema amekuwa mwalimu wa kanisa la Methodiste mahali P3 na pia mwalimu wa nyimbo za kwaya sekta ya 4 Methodiste huru, lakini kufuatana na taratibu za kanisa hazikuruhusu kanisa kushughulikia lolote kwa sababu amejinyonga. Hivyo basi mtu yoyote asiwe na habari yoyote kuhusu kanisa. Tunatoa pole kwa jamii yote, hasa kwa familia yetu ya Bashiminji kwa kupoteza kijana wetu, kwa wajomba zetu wa Shimwenda wa Shalaka kwa kumpoteza mwikwa wao, kwa kwaya ya ujumbe sekta ya 4 inayompoteza mwalimu wao maarufu, na pia kwa jamii ya Detwa ambayo inalia pamoja nasi. Miwechi, hiyo ndio hotuba fupi ya marehemu. Asanteni sana. Hello, miwechi. Basi tusatomba bine binwa na yose bina na sekretari ya village wa Detwa na Kimboka adjoint Mirumi wetu miomo. Kabla ya yote nitangulize shukrani za dhati kwa watu wote ambao waliacha shughuli zao na kuja kuambatana nasi katika hali ngumu, hali tete. Detwa ina misiba miwili. Tuna msiba wa ndugu Loondo, lakini jana vile vile tuna mzee wetu Baba Jean. Baada ya kuhangaika kwa muda mrefu na magonjwa, jana akatoweka. Hivyo leo tunamzika kijana wetu Loondo, lakini kesho tutamzika mzee wetu Baba Jean ambaye anajulikana kwa jina la Benjamin Shabani. Kufa ni njia ya kila mwanadamu, na namna ya kufa vile vile ina rangi nyingi. Na nataka nizungumzie kuhusu hali ya misiba ambayo inatokana na watu kujinyonga. Kujinyonga haikuanzia hapa. Tangu Kongo watu walikuwa wanajinyonga. Katika kambi ya Nyarugusu tuko Wakongomani na Warundi, lakini tukifanya evaluation, tukifanya tathmini ya misiba ya watu kujinyonga kati ya Wakongomani na ndugu zetu Warundi, hivi upande wa Warundi tuna takwimu gani ya watu kutoweka kwa ajili ya kujinyonga? Tukilinganisha na sisi Wakongomani hapa, tunaishi hapa Nyarugusu, lakini tuna ndugu Kongo.
Kongo watu wanakufa, lakini Nyarugusu watu wanakufa. Tufanye evaluation, tathmini ya watu ambao wanakufa kupitia vifo vya kujinyonga hapa Nyarugusu na kwetu Kongo. Benu ni wechi, nilitaka nionyeshe hiyo sura. Nyarugusu vifo vya watu kujinyonga vinakisiri sana sana. Tuombe kwa watu wa Mungu wazidi kutuombea. Wakongomani tuzidi kukaa chini, tujiulize kutokana na misiba ambayo inatokana na watu kujinyonga mara kwa mara. Ni wechi, labda kuna watu watanyelewa vibaya, lakini ukweli ndio huo. Msiba ulikuwa na changamoto kubwa. Changamoto kubwa ilikuwa ni shuka panda, shuka panda, shuka panda. Tafadhali sana tujifunze kupitia makosa ambayo labda D3 ilikwenda kufanya leo. Ni wechi, tusirudilie. Moses alikuwa asubuhi hapa akasema ya kwamba hata ukikuta mtu ndani ya nyumba amekufa, usiguse huo mwili, msichukue mwili mkapeleka hospitalini. Toweni taarifa kwa viongozi husika, de classe yupo, de village yupo, wahusishwe wao. Vile vile watatoa taarifa kwa mkuu wa zone na polisi, na wao watakuja kufanya ukaguzi, mtu alikufaje. Mkigusa inakula kweli busuku kwa ile mchoma. Kwa hiyo Nyarugusu yote nyakuwa hapa, tujifunze kupitia makosa ambayo labda D3 tulifanya leo. Ni wetu, na tukienda kuhifadhi ndugu yetu turudie hapa tupate chakula ambacho D3 imetengeneza. Kwa kupeleka mwili, tafadhali tuende na mwili na utaratibu, tusifanye vurugu. Licha ya kwamba kanisa iko hapa, lakini tuwe wataratibu. Baada kuongea hayo, nishukuru watu wote ambao wamekuja tena kutusaidia kwenye janga hili. Asante na Mungu awabariki. Tusimame ili tumwage kwa mara ya mwisho. Tafadhali sana mkutano wote tusimame kwa dakika moja. Asante, tunaweza kukaa, lakini tutoe pole sana kwa familia ya Bashiminji kupotelewa na kijana wao, lakini pia tutoe pole kwa kijiji cha D3 kupotelewa na kijana wao, lakini pia tutoe pole kwa timu ya D3 City pamoja na wadau wote kwa ujumla waliopo kambini Nyarugusu na ulimwenguni kote. Mungu amempenda zaidi. Lakini tayari hotuba imesomwa na wahusika wa timu ya D3 City, lakini kwa utaratibu wetu familia tunaomba dakika 5 tu. Huwa tunafanya taratibu zetu za kisoka michezo.
ili kuagana na ndugu yetu. Dakika 5 tu tunaomba radhi, lakini pia jezi hiyo kisoka vitatu haitaweza kuitumia hadi pale watakapochukua kombe. Namba 3 itavaliwa ikiwa D3 City wamechukua kombe. Kwa hiyo D3 jezi hiyo atazikwa nayo hadi pale mtuchukua kombe. Namba 3 ndio star uwanjani ndio itaonekana, lakini ikiwa mtachukua kombe namba hiyo namba 3 isionekane kwenye timu ya D3 kwenye michuano yote hapo kaunti ya Mombasa. Kwa hiyo nitamwalika mwamuzi pamoja na mchezaji ndio tufanye taratibu hizi ili tumalize, na tutambeba mwenzetu kwa heshima kabisa. Karibu sana mchezaji na mwamuzi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.